baada ya kupata ushindi mkubwa wa kishindo. Na kazi ambayo sasa hivi inaendelea ni ya kupanga safu ya utendaji kazi katika ngazi mbalimbali za serikali. Na kikao cha kamati kuu ya halmashauri kuu ya taifa siku ya leo kimeendelea kupanga safu ya watenda kazi viongozi katika ngazi ya serikali za mitaa, katika halmashauri zetu za manispaa na halmashauri za wilaya kwa upande wa Tanzania bara, lakini pia halmashauri za jiji, halmashauri za manispaa na wilaya kule na mabaraza ya miji kule Zanzibar. Kwa napenda kwa heshima kubwa kuwaletea taarifa kama ifuatavyo. Kutoka katika kikao kilichopita cha kamati kuu ya halmashauri kuu ya taifa, maeneo yafuatayo ambayo uteuzi ulifanyika na kamati kuu na uliopelekea uchaguzi pia, yako maeneo ambayo ilipata changamoto na kamati kuu imeelekeza kama ifuatavyo. Moja, ya kwamba halmashauri ya wilaya ya Meatu, kamati ya madiwani wa Chama cha Mapinduzi katika mchakato wa ndani wanatakiwa kurudia uchaguzi wa mwenyekiti wa halmashauri na makamu mwenyekiti wa halmashauri. Na zoezi hilo linatakiwa likamilike na kuanza mara moja, ikimaanisha kuanzia leo na kesho mpaka Jumatatu tayari mchakato huo umekwisha kwenda mbali, ili tuweze kuendana na ratiba ya ofisi ya Rais, tawala za mikoa na serikali za mitaa, ambapo mabaraza yatakuwa yanaanza kufanya kazi. 2, halmashauri ya manispaa ya Morogoro, uchaguzi wa ndani ya Chama cha Mapinduzi wa kumpata na wenyewe utarudiwa mara moja. Kwa hivyo watendaji wa chama waanze kuweka utaratibu wa kuhakikisha ya kwamba uchaguzi huo unarudiwa mara moja. Halmashauri ya wilaya ya Momba, uchaguzi unarudiwa kwa nafasi ya makamu wa mwenyekiti wa halmashauri. Uchaguzi wa kuwapata viongozi wa CCM watakaosimama katika halmashauri ya Moshi vijijini, kamati kuu imethibitisha matokeo ya uchaguzi na hivyo kuelekeza hali ilivyo, na ndio tunaendelea hivyo hivyo. Kwa hakuna mabadiliko yoyote kutoka katika uchaguzi ambao ulikamilika na tumejiridhisha ulikamilika kwa mafanikio. Hilo pia linakwenda sambamba na halmashauri ya wilaya ya Mkuranga, ambayo pia kamati kuu ya halmashauri kuu ya taifa imeridhia uchaguzi uliokuwa umefanyika ni sawasawa, na tunaendelea kwa utaratibu huo katika ngazi inayofuata ya kwenda kwenye baraza. 5, katika halmashauri ya wilaya ya Babati, ambapo kulikuwa na wagombea wawili, ndugu Yona Q Wao na ndugu Abrahmani H Kololi, ambao baada ya kufanya chaguzi karibu mara 3 na walikuwa wanafungana na hivyo kukosa kupata mshindi atakayesimama katika uchaguzi katika baraza ili hatimaye kumpata mwenyekiti wa halmashauri huko Babati, kamati kuu imeelekeza utaratibu ambao tayari umekwisha kutumika kabla, na hivyo unatumika kama sehemu ya kanuni za chama chetu na kuondoa mtanziko huu katika halmashauri ya wilaya kule Babati, ambapo ndugu Yona Q Wao yeye alikuwa mwenyekiti wa halmashauri hiyo katika kipindi kilichopita, na ndugu Abrahmani H Kololi
ni mgombea mpya. Utaratibu ambao tumeshaufanya kabla katika uchaguzi mkuu wa rais wakati wa kura za maoni ni kwamba kamati kuu imeelekeza atakayekuwa mgombea wa CCM katika uchaguzi huo kumpata mwenyekiti wa halmashauri akitoka katika kamati ya madiwani wa CCM atakuwa ni Abdrahmani H. Kololi, kwa sababu Kololi anapata kura 6, lakini ndugu Yona Q wao aliyepata kura 6, kimsingi huyo amepata kura 5 kwa sababu moja ilikuwa ya kwake mwenyewe. Kwa hiyo mshindi anakuwa Abdrahmani H. Kololi, na hivyo kuondoa mtanziko ambao ulikuwa umetokea kule Babati. Yafuatayo ni orodha ya majina ya wanachama wa CCM, madiwani wa CCM walioteuliwa kugombea nafasi za wenye viti wa halmashauri za miji na wilaya Tanzania bara. 1. Mkoa wa Tabora, halmashauri ya mji Nzega. Wafuatao wanarejeshwa kwa ajili ya kupigiwa kura: Kulwa Cosmas Mbogo, Belbara Kasindi Makono, Salim Haruna Abdul Kadri. Mkoa wa Geita, halmashauri ya mji Geita, kamati kuu imerejesha jina moja ambayo ni Constantine Morandi Mtani. Halmashauri za wilaya: mkoa wa Ruvuma, halmashauri ya wilaya ya Nyasa. Wafuatao watatu watashiriki uchaguzi ndani ya chama ili kumpata mmoja atakayesimama katika uchaguzi wa baraza. Na huyu ni Stewart Yosia Nombo, George Lawrence Ndimbo na Reynald G. Mapunda. Mkoa wa Iringa, halmashauri ya wilaya ya Mufindi ni Festo Elia Mgina, Shakila Ruben Salim na Zakayo Mwendichuma Kilienyi. Halmashauri ya wilaya ya Kilolo ni Ana Mponela Msola, Sadat Elias Mfungwa na Pancreas Anton Kihanga. Mtwara, mkoa wa Mtwara, na hii ni Mtwara vijijini, Mtwara DC. Majina mawili yamerejeshwa na kamati kuu, nayo ni Selemani Ali Nampanye na Hamis Maulid Mangorosho. Mkoa wa Shinyanga, halmashauri ya wilaya ya Msalala, kikao cha ndani cha kamati ya madiwani wa CCM, majina yanayorejeshwa kwa ajili ya kupigiwa kura na kumpata mmoja ni Mbako Lugalila Mabubu, Pazi Majuto Pazi, Shija Luyombia Joseph. Mkoa wa Njombe, halmashauri ya wilaya Lupembe ni Getruda V. Chungwa, Oscar J. Kihombo, Valentino Hongoli. Mkoa wa Katavi, halmashauri ya wilaya ya Mpanda au Mpanda DC, Hamad Hassan Mapengo, Philemon Lamek Molo, Michael Isaac Kapata. Orodha ya majina ya wanachama wa CCM, madiwani wa Chama cha Mapinduzi walioteuliwa kugombea nafasi za wenyeviti wa mabaraza ya jiji, manispaa, halmashauri za miji na wilaya za Zanzibar. Sasa kwa mkoa kule Zanzibar, halmashauri ya jiji Zanzibar ni Mahmud Mohamed Musa, Hashim Abdalla Rashid, Abud Hassan Serenge. Halmashauri za manispaa mjini ni Ali Haji Ali, Sale Juma Kinana na Amur Yusuf Manga. Halmashauri ya manispaa mkoa wa Magharibi A, halmashauri ya manispaa Magharibi A ni Chum Shuari Machano, Juma William Sungwa na Muhammad Zamani Mshenga.
Mkoa wa Magharibi B, halmashauri ya manispaa ya Magharibi B, wanaorejeshwa kwa ajili ya kupigiwa kura katika kamati ya madiwani wa CCM ni Hamis Hassan Haji, Hafidh Ali Ramadhani na Halifa Ali Hamad. Halmashauri za mabaraza ya miji. Mkoa wa Kusini Pemba, halmashauri ya baraza la mji wa Chake Chake ni Hamad Abdalla Hamad, Hamis Maneno Muhammad, Omar Hamis Juma. Halmashauri za miji wilaya mkoani ni Mohamed Said Ali, Juma Makame Omar na Haji Hamis Mosi. Mkoa wa Kaskazini Unguja, wilaya Kaskazini A ni Twaha Hija Her, Machano Fadhili Machano Babla, Haji Ali Juma. Wilaya Kaskazini B ni Hassan Amer Abdullah, Omar Ramadhani Shehe na Juma Omar Haji. Mkoa wa Kusini Unguja, wilaya Kati ni Suleiman Haji Mlenge, Musa Haji Musa, Said Hassan Shaban. Mkoa wa Kaskazini Pemba, wilaya Wete ni Nasra Salum Muhammad, Mgeni Hatibu Yahya na Zulfa Abdalla Said. Halmashauri za wilaya Kaskazini Pemba, wilaya ya Micheweni ni Ramadhani Nyerere Tosha, Kasim Said Salim, Said Manga Juma. Mkoa wa Kusini Unguja, wilaya ya Kusini Unguja ni Mustafa Muhammad Haji, Ibrahim Chagua Abdalla na Maulid Hassan Zidi. Ndugu wanahabari, niombe taarifa hii ya kutoka Chama cha Mapinduzi mtusaidie ifike kwa wana CCM. Leo ni siku ya tarehe 28. Zoezi hili linatakiwa kuwa limekamilika kwa kamati za madiwani wa CCM katika halmashauri na majiji yote Tanzania bara na kule Zanzibar tarehe 30 ya mwezi wa 11 ya mwaka huu 2020 na tarehe 1 ya mwezi Desemba ya mwaka huu 2020. Napenda ifahamike ya kwamba kazi ambayo Watanzania wametupatia ni kubwa sana, jukumu lake ni zito, na tutaka tuanze kufanya kazi kwa haraka na kuendana na mwendo kasi ambao Chama cha Mapinduzi chini ya uongozi wa ndugu yetu John Pombe Joseph Magufuli umejipangia kukimbia ili kuwaletea maendeleo wananchi wetu wa Tanzania, kwa maana ya Tanzania bara na Zanzibar. Hayo ndio yalikuwa yatokanayo na kikao cha kamati kuu ya halmashauri kuu ya taifa ya Chama cha Mapinduzi ambacho kimeketi siku ya leo jijini Dodoma chini ya mwenyekiti wa ndugu yetu John Pombe Joseph Magufuli. Lakini niseme tu neno la kumalizia. Chama chetu ni chama ambacho kinafanya siasa jumuishi na shirikishi, kinaheshimu makundi yote, kinaheshimu hata panapokuwa na migogoro. Tunakuwa na njia shirikishi ambazo zinatoa nafasi kwa wote wanahusika kusikilizwa kabla ya kuchukuliwa hatua zozote. Lakini kubwa kuliko, tunathamini na kuheshimu mchango wa wanawake wote Tanzania ambao wanaendelea kufanya kazi sambamba na wanaume katika kuleta maendeleo ya watu wetu wa Tanzania. Nitoe rai kwa vyama vingine vya siasa hapa Tanzania kufahamu ya kwamba tunapokwenda kwenye uchaguzi, washindi huwa ni wa Tanzania, lakini nafasi muhimu ya wanawake kwa namna yoyote ile inapaswa kupewa heshima kubwa, kwa sababu ya mchango mkubwa wameufanya, ikiwemo wao kuwa ndio wapiga kura wakubwa
katika nchi yetu ya Tanzania. Ndugu wanahabari, nawashukuru sana. Asanteni kwa kunisikiliza na Mungu wa mbinguni awabariki sana.